Waambaji mpenzi mtazamaji, asante sana kujumuika nasi kwa mara ya kwanza. Tunaganda kwenye bunge la wenyeji ili kuweza kusimulia makala maalum ambayo yanaibuka kwenye ulingo wa siasa na sana sana kwenye serikali ya taifa la Kenya. Bila shaka unapoangalia mazingira haya yanaafiki kuwa mazingira ni ya kuzungumzia masuala yanayomfaa mwenyeji, na bila shaka ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Machi mwaka 2025, bila shaka tutagandia swala hili ambalo limekuwa sana la msingi ili kuweza kujadiliwa. Mpenzi mtazamaji, kwenye ulingo wa siasa kumekuwa na mchakato ama kumekuwa na harakati ya kuweza kumteua atakayesimamia tume ya uchaguzi na mipaka IEBC baada ya kuweza kuondoka ama kuweza kuaga dunia aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Bila shaka tutaweza pia kulizungumzia swala la kuweza kuungana mkono pamoja na Raila Odinga na Rais William Ruto. Masuala kama haya yanapendelea kuibua hisia. Ikumbuke kwamba kwenye ulingo wa afya bado kuna swala la mchakato wa SHA, na pia tutaweza kuzungumzia swala la mfumo wa elimu 844 na CBC. Watakapoketi hapa wataweza pia kugandia masuala haya ambayo yanakufaa wewe mwenyeji. Ikiwa yanakufaa zaidi na zaidi, kumbuka kwamba maonyesho haya yanakujia moja kwa moja kwenye runinga ya Look Up hapa jijini Nairobi, na tupo kwenye makao makuu ili kugandia swala hili. Jina langu ni Moses Okech na niko na wenzangu hapa ambao watajitambulisha. Kwa majina ni Simon Boro kutoka Kikuyu Constituency. Mimi ni mwenyekiti wa Agenda 77. Nilisimama kiti cha mbunge wa Kikuyu Constituency uchaguzi uliopita, na bado nitakuwa nikisimama 2027. Kabisa, una imani kwamba utasimama tena? Lazima nisimame tena. Asante sana, it's nice to have you. Yes. Kwa majina ni Mbugwe Kevin. Mimi ni katibu mkuu katika bunge la Afrika Mashariki la vijana. Nimefurahia kuwa pamoja na Look Up TV ili tuweze kujadilia mambo ya muhimu ambayo yanahusisha wenyeji wenyewe, na hao wenyeji ndio ambao wenye nchi ya Kenya. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu. Vile vile mpenzi mtazamaji, tunaelekea moja kwa moja kwa mitandao ya kijamii ya Facebook na YouTube, ambapo unaweza kushiriki kwenye mazungumzo haya kupitia mitandao hiyo. Of course tumia hashtag bunge la wenyeji, hashtag Look Up TV. Bila shaka Mburu, umesema kwamba unapania kuweza kuwa kwenye nafasi ya kuchaguliwa tena, na pia utaweza kuwa kwenye huu mchakato. Unahisi kwamba imani ya watu ambao watakuchagua wapo imara? Ile kitu tunaona sahi, watu sahi wako mahali ambapo si pazuri hata kidogo. Watu wako na hasira sababu wanaona William Samoei Ruto hajafanya kazi venye alikuwa amewaahidi. Kwa hivyo wangetaka kubadilisha serikali na kuwa na watu wengine ambao watabadilisha venye nchi inaendelea. Kama wewe sasa? Yes. Alright. Unafikiria kwamba utaweza badilisha mawazo ya watu jinsi wanavyofikiria kuhusu masuala ya siasa? Ndio. Lazima ile kitu tunaona right now, we have a generation of leaders in the country that have failed, right? And we need to change that. We absolutely need a fresh new mindset in parliament, and that is where young people like me come in. Na ndio maana ningetaka kuambia vijana wajitokeze, sio tu kupiga kura but kusimama kwenye hizi viti za MCA, governor, senator, na wasibabaishwe ati wao si hawatoshi mboga kabisa. Yeah. Alright, hivi majuzi kwenye mchuano wa Harambee Stars, timu ya taifa la Kenya, kulikuwa na mambo ambayo iliweza kuchipuka na mengi zaidi kando na wale ambao walikuwa wamekuja kutazama michuano hiyo, lakini kukakuwa na swala ambalo liliibuka na likaendelea kutrend kote nchini, na swala hilo lilikuwa nasema kwamba Ruto must go. Si mara ya kwanza tunasikia mambo kama haya yakisemwa angani waziwazi. Wakenya hawafichi tena, imekuwa ni kwa muda sasa wanazungumzia swala hili. Wewe kwa maoni yako, unahisi kwamba imefika wakati ambapo hata atakaposema rais aondoke mamlakani bado utakuwa na hilo wazo la kwamba haiwezekani? Watu wamekasirika, na ndio maana unaona wanapoanza kuimba Ruto must go, hivyo ndio maoni yao. Ruto has to go because he has failed the country, he has failed every single person. Hata wakiungana na Raila Amolo Odinga, bado watu wanaona huyu mtu lazima aende, sababu
the promises that he made in 2022, he hasn't even fulfilled, not even one, all right? And he has pushed many people to desperation, right? So ndio maana watu wamekasirika na wana huyu wacha tumuondoe, tulete mtu mwingine mpya tuone kama mambo yatabadilika. Alright. Nafikiri wataleta mtu mwingine mpya kwa sababu kila mmoja anateta. Hata nakumbuka wanahabari pia walikuwa waliandamana kwa sababu ya Sawia. Mugwe, mambo kama haya yanapendelea kuchipuka, na ikumbuke kwamba huu ni rais wa taifa la Kenya na ambaye ana mamlaka makubwa. Ikifika wakati ambapo bado wa Kenya wenyeji wanasisitiza kwamba aondoke mamlakani, inaleta picha gani kwa taifa? Inaleta picha ya kwamba Kenya ni nchi yenye demokrasia. Kenya ni nchi ambayo tuna wenye nchi wako na uwezo wa kuweza kuongea yale mambo ambayo wanahisi, ikiwa ni kwamba rais anafaa kuondoka. Inaweza kuwa ile kuwa ni international match, tuna feel ni kama ili tuletea picha mbaya, but at the end of the day ina depend unaangalia na upande gani. Tunaangalia upande ya the democracy tuko nayo kama nchi, where we feel the current leader, the current president, kuna makosa amefanya na anafaa kuondoka. Ni haki ya kila mtu na tutaweza kuingia pale 2027 tuweze kuchagua. Lakini swali ambalo nafaa kujiuliza ni tukisema Ruto must go, nani huyu anafaa kuja kureplace Ruto? Hata hiyo wakati wa 2027 inapofika, ni yupi huyo ambaye tutachagua ambaye ataweza kuja na kusema tukisema Ruto must go kuna plan B? Unaweza kusikia saizi kuna watu wanasema ya kwamba hatutakuwa na plan, wacha plan ikuwe kwanza kumtoa. That is a plan of failure. Hiyo ni plan ambayo haiwezi elekea. Na as much as pia tunaangalia pale mbele kwa Ruto must go, lile swala nyeti ambalo sana tuko na shida katika nchi, mimi nikiulizwa ni bunge. This is the worst parliament tumekuwa nayo ever. Tuliweka sheria tukasema ya kwamba wacha mtu akuwe na degree ili aweze kukua mbunge, lakini tumepata ya kwamba this is the parliament yenye it's most learned but is the most useless, nikiweza kusema hivyo. Na hiyo shida ikiwa hapo, ita transition mpaka kwa rais. Zile mambo ambazo rais anataka kuachieve, jalishi nani atakuwa rais, zile mambo anataka kuweza kuachieve itakuwa ngumu, kwa kuwa hakuna mtu ambaye anaweza mkosoa, hakuna mtu ambaye anaweza mwambia kuna hivi na hivi, hakuna ile uhuru wa institutions. Unahisi kwamba hajakosolewa? At this particular point, no one is perfect. Hakuna mtu ako right. Ukiangalia rais wetu Ruto, anaweza kuwa ako na ile moyo ya kuweza kubadilisha nchi, lakini ni kitu ambayo inahitaji sisi wote tuwe pamoja. Sisi wote tukuje tuweze kusema kuna vijana tunatokea kwa streets tunasema ndio tunayofeel, tuna consider. Kuna wabunge ambao ndio watchdog wa national government. Their responsibility lies on parliament. Mimi usema unaweza kuwa na president hata ambaye afanyi chochote, lakini bunge ambalo linajua kazi ambao wanafanya litaweza kutengeneza nchi mbele. All right. Sorry to cut you short. Of course, if kama tunazungumzia swala la of course imperfect in leadership and of course getting the space ya kuweza kulainisha vitu kwenye masuala ya siasa. Muga amezungumzia vizuri kuhusiana na of course if it's imperfect it means tunaweza ipatia tu muda kidogo tuweze kulainisha vitu. Do you think from where now William Ruto sits anaweza pata nafasi ya kuweza kurekebika? Sidhani kuna nafasi. There is no chance. And the reason why I'm saying there's no chance is because he has been a deputy president for 10 years. And now he's been president. Every single part or sector of the economy or sector of our country he has touched, he has ruined. All right? So why should we give him another extra 5 years? We need to get rid of him. He needs to go home. All right? We've given you a chance. 10 years of deputy president. You have done nothing. Now you as president, you haven't delivered. All right? And you don't listen. In fact, the worst thing about William Samoei Ruto is that he does not listen. All right? And the Gen Z protest was evidence of that. All right? We came out in the streets of Nairobi and we said, this finance bill has to go. They voted twice. Parliament voted twice. So Mugo akisema Parliament has failed. Parliament has failed us. It's supposed to be independent. All right? But we see that the president has absolute control over parliament and over the executive. And he just does whatever he wants.
All right, so what will be your take, of course, in the removal of the the former deputy president, Rigathi Gachagua? I think that was a political move. It was a political move. But then again, the deputy president also, Rigathi Gachagua at that particular time, he wasn't a national leader. Kwake mambo ilikuwa matatu. Kahawa, majani chai, na pombe. So, sasa, Msamburu Mpokot na ngombe yake, you don't represent his interest. All right? The sugarcane farmers in Western, you don't represent their interest. All right? So he wasn't a national leader. And even when he was being removed, I feel bad for him, but I don't feel like it changed anything. All right? I come from Kikuyu constituency. Yes, there is an aspect of pride of this man comes from our tribe, but the nation comes before the tribe. And I have to stand for the nation. Yeah. Sawa sawa. I know. I think ikiongeza hapo kidogo pia. Rigathi Gachagua kubanduliwa ilikuwa jambo ambalo, especially those who supported Kenya Kwanza, including myself, we felt betrayed. Hatuwezi kataa. Felt betrayed and we felt, okay, ikuwe hivi. This is not what we galvanized. And mtu kama mimi ambaye sikuwa nimeamini Rigathi Gachagua anaweza kuwa deputy president wakati wa elections. Fast forward tukaambiwa huyu ndio mtu mzuri na tukakubali na tukaweza kuuza ikiwa package. It could have been ingefanywa better because it was as much as it was pure political. Kuna vile ambavyo wangeweza kualign. Tuliona Ruto wakati ya uhuru alibaki akitangatanga. Angewacha Rigijia tangetange vile Simon amesema, Rigijia angetangatanga angeenda mbali, angetangatanga tu Mount Kenya. And like time ya uhuru, Ruto alikuwa tangatanga Kenya mzima na alikuwa anatengeneza jina. So I believe there's better ways wangeweza ku resolve without making people feel betrayed. Because I highly doubt. I highly doubt. At some point penye inafika you remove your deputy president, ama you say, okay, I don't want my deputy president kufanya kazi na yeye. It is either it was preempted, ilikuwa imepangwa from the beginning, that wewe wacha jua tuwezi uza the current deputy president, wacha tuuze Rigathi. Then akifika pale, tugeuze tuchukue huyu. And the problem is Rigathi was an easy target. By the time Rigijia alikuwa anaingia pale deputy president, hakukuwa amegather ground, he had only served as an MP. So hata akiingia pale venye tunaona his politics ilikuwa ya Mount Kenya, because hakukuwa na ile strength yenye angeweza kutingizwa. So maybe ali realize I can maybe use the first 2 years ni gather ground yangu, then after the next 2 years sasa then now unfortunately akakuwa ameshatoka. And that is why you find hata saizi baada after ametoka inakuwa ngumu bado kwake kutoka nje. Juu bado lazima arudi agathe support base yake. Alright. So kwa hivyo pia kuna taswira ya kwamba baada yake kung'atuliwa uongozini bado tukakuwa na experience kwamba baada ya yote kufanyika tukaweza kuona ameondoka na kiongozi mwingine pia akaweza kupata mamlaka. Umezungumzia kuhusu hakuwa amegather crown, lakini pia ningependa kuweza kuchukua nafasi kwamba saa hii ameanza kuzungumza, na pindi tu viongozi wanapoondolewa mamlakani kwa kutopenda ndipo wanaanza kuzungumza. Kwa hivyo wakiwa pale kwenye uongozini hawaoni kwamba Wakenya wanaumia. For instance, of course, Mburu, if all goes well utakuwa kwenye nafasi ya kuweza kuwa kiongozi. Yale mambo ambayo umekusha sikia hapo awali, utakapopata nafasi hii kwamba mahitaji yote ambayo umesikia Wakenya wakilalamika, wenyeji wakilalamika, utapata kuyatimiza. Unajua wakati wa uchaguzi, politicians make a lot of promises. And sometimes we overpromise. And that is what Kenya Kwanza did. But even when you promise, at least deliver some. All right? Good percentage. Yes. If you make 5 promises, at least deliver 3. All right? And then in the next 5 years, you'll fix the other 2. All right? So the promises that I will give when it comes to the 2027 general election, I will do my best to deliver. But then again, I look at my country
and we have several problems. That there are some truths that we need to accept. One, we're living way beyond our means. Kenya has a 4 trillion Kenya shillings budget, but with a 2 trillion revenue. So we have a deficit of 2 trillion. So that means every single year we need to borrow. Every single year we need to borrow. We have to ask ourselves, how did we get here? Kibaki had an easy time running the country. Why did Kibaki have an easy time running the country? It's as simple as the constitution. Kenya has the most expensive constitution on this earth, all right? We have too many political positions that are not adding value to this country. It doesn't make sense for a tiny country in a corner of Africa to have 47 counties. It doesn't make sense. When a country like South Africa has only 8 governors. Can they be broken down? Sorry? Can they be broken down? It can be broken down. 47 counties now, tutakuwa na ngapi? If the original drafters of the constitution never envisioned 47 counties, they envisioned a maximum of 15. But members of parliament took the document, went to Naivasha, butchered the document, and out came 47 counties. So right now, is everybody wants to be a kingpin. All right? I want to be the kingpin of Mount Kenya. You want to be the kingpin of your region. He wants to be the kingpin of his region. Na ndio maana unasikia kila mtu anasema, oh, sisi kama Waluya, sisi kama wa Kalenjin, sisi kama wa Maasai. Hakuna mtu anasema sisi kama wa Kenya. All right? Kila mtu anaangalia kabila yake. And that's the problem. And when we do this, the only people who are going to benefit are politicians. Indeed. And that is why right now, the only businesses that are thriving are those that are actually applying on tenders. Of course. All right? And who are applying for these tenders? Members of parliament, senators, governors. All right? So we are pouring so much money into the political machinery of this country at the expense of the general economy. Something has to change. We as Kenyans have to sit down and accept the truth. This constitution is too expensive. We need to shrink it down. Unajua pia napiga hesabu, it's either the counties ziongezeke ama zipungue. Lazima zipungue. All right. Because we have to decide as Kenyans. Tukaa chini, tutoe siasa. To agree ya kwamba this budget is venye sema namesema it's very expensive. Even if Obama was the president of Kenya, ingemsumbua. Ukisikia the numbers the way they're adding up, 4 trillion and you're dealing with 2 trillion. You can't deny. Kuna kitu tunapenda kusema ile ya nyumba. When you are a father, na uko kwa nyumba ya 35 bedroom house and things are bad, the best thing to do ni unatafuta nyumba ya 2 bedroom, kwanza unapanga vitu, then eventually utarudi. So right now Kenya tuko kwa 47 bedroom house and tuko na budget ya 8 bedroom house or 15 bedroom house. You will all struggle. Itabidi sometime ufike sasa ukae chini ujiangalie useme, and because tunasema it's about for the politicians, it's high time we now do away with politicians and we deal with the leaders, because politicians will always think watafikiria ni nini mimi napata, ni ukivunja account yangu mimi nitapata nini. Imagine each county tunalipa waziri wangapi. Imagine kwa kila county tunalipa wadogo wa waziri, chief officers, all 47 and MCAs. Can it be reconstructed? It can. It is possible. Kwa sababu mnasema kwamba yeyote ambaye ataweza kuingia kwenye mamlaka itakuwa vigumu sana kuweza kupenya, manake katiba ni ghali sana, ni ya gharama ya juu. Kwa hivyo nahisi kwamba baada sasa tumefika kwenye awamu ya kuweza kusema kwamba tumeingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. It means of course the next person will get to that particular shoe ataona moto. So earlier on you spoke about change. And of course we are embracing change as we speak in the political angle. Of course this change is an introductory, of course, to shift gears to another conversation, is the relationship now yenye sasa wameunda Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. A relationship yenye sasa tunaona kwamba inaonekana kana kwamba itaweza kubadilisha msingi wa taifa. Hapo awali tumetaja kuhusu msimamo wa kaunti ambazo zipo, viongozi ambao wapo, ambao wale wanasema kwamba sisi tunatawala Mlima Kenya, sisi tunatawala jamii ya Waluya na sehemu mbalimbali. Kwa hivyo
wakati ambapo Raila Amolo Odinga anashirikiana moja kwa moja na President William Ruto, wewe unaona kwamba mtazamo wa the status quo ya hapa nchini Kenya as far as politics is concerned itaweza kubadilika? Haitabadilika. The reason why I say that is because Raila Odinga only does what is best for Raila Odinga. Right. It's as simple as that. And the relationship between William Samoei Ruto and Raila Odinga is a relationship of convenience. It's William Samoei Ruto has lost control of the country. He has lost the will of the people. He needs an anchor point. And the only anchor point that he can get, the only strong anchor point, is Raila Amolo Odinga. For Raila Amolo Odinga, he knows he's too old to run for president, right? He's too old to run for president. The best thing that he can do is retire, all right? So AU did not work. The African Union chairmanship did not work for him, all right? So what's the next best thing that I can settle for? Let me join this government, all right? Let me make as much money as I can. So by the time I'm exiting, I'm well off. Raila Amolo Odinga only does what is best for him. So how well off at that age? Sorry? How well off at that age? Very well off. He just wants to make his money and exit. The best thing Ruto would have done is not to do a handshake with Raila. If you want to reconcile and to gain control again back to the people, ile kitu ambacho Ruto angefanya ya maana, rais, ingekuwa kushika vijana. Na si kushika vijana kwa promises, ilikuwa ni kushika vijana kwa kutimiza matakwa ambayo vijana wanataka. The Gen Zs came with specific things walikuwa wanataka. Achieve that. Juzi tumeona kwamba tumepatiwa PS who's 29 year old. Good step. We need young people more. Badala ya handshakes, because itakuwa same monkeys, different forests. You get? Bring in the new guys. Ile National Youth Council yetu, make sure it's active. Wacha kukatakata mguu hiyo council. Okay. Make sure it's continuous active. Engage. Handshake yenye tungetaka kuona ni handshake ya Ruto, rais, na young people. Not ya the political class, ili waweze kabisa. Because sasa you're gonga, and whoever is advising our president needs to really rethink. Because the problem is evident. Inaonesha hii shida ni fix hapa. Kuna basic rules. Ningekuwa rais ningesema hata kama nitatolewa, wacha nifanye hii kidogo. So that will the best, wacha nifanye hii kidogo ile ambayo wananchi wanataka. Because another problem tutasema, we have two problems in this house, in this Kenya. Politicians na watu ambao wanachukua pesa ili waweze kupiga kelele. But toa hiyo tuweze kuangalia zile genuine issues ambazo young people wanapitia, then tutakuwa tumeenda vizuri sana. Sawa. Even as we get to the second session, of course, Mburu, tumekusha angazia kuhusiana na, unajua kama head imeharibika, kichwa kimeharibika, it means pia huko chini ni kubaya. Sivyo? When we get to the second session, we will like now to know what's the stand for the IEBC chairmanship. Okay. What's my stand on IEBC? Okay, when it comes to IEBC, I usually say we can design a perfect system, which is our electoral system. I believe IEBC, the policies set in place, the structures set in place are good. Right. We just need somebody to steward the process. All right? We need somebody who can assure Kenyans that when I go vote for my candidate, that the results that you will announce are fair and true. So we just need somebody who can steward the process. All right, yeah. Of course, yule ambaye ataweza kusaidia mambo yaweze kulainika. Tukirejea kwa awamu ya pili, basi tutaweza kuangalia msasa wa mwenyekiti wa IEBC atakuwa nani. Basi bila shaka msasa huu ambao utaisha, of course unaisha, ndipo tuweze kupata hali halisi, tuweze kugundua haya na mengine zaidi. Maanake kila mmoja anakuja na ahadi zake na matamanio yake na njia zake, lakini je, itaweza kufanya kazi hata tukikaribia moja kwa moja uchaguzi wa mwaka 2027? Mpenzi mtazamaji, usiende mbali, tunarejea muda usiokuwa mrefu.